اللهم يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى ما سجدنا قط إلا بين يدي يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi labda ni mtoe mmoja kama ushauri. Kama alivyozungumza mwanafunzi miongoni mwenu, alisema kwamba zoezi hili la malezi ni gumu. Kwa tupo hapa ambao tutakubaliana hapa. Tutaonyesha jitihada wiki ya kwanza, ya pili, mwezi, na tunarudi wapi? Nyuma. Kwa mimi naomba tu kuwasisitiza na kuwahusia tusiwe wenye kukata tamaa. Madam tumetia nia kwamba tumeamua kulea Kiislamu, basi tusikate tamaa mwanzo mwisho. Na pia mkuu wa shule amesema kwamba sisi ndo wa kwanza kwa hii kitu kuintroducewa kwetu, si ndio? Kwa basi mtu onyeshe mfano kwamba hili linafanyaje? Inawezekana kwa uwezo wao. Kwa hiyo ni muhimu kwa kila mwanafunzi awe na uwezo wa kusoma kila sura kwa ufasaha na kwa kuzingatia hukumu za usomaji, kutafsiri kwa Kiswahili kila aya aliyoisoma katika kila sura, kuhifadhi kifuani matini ya tafsiri ya kila sura, kutoa kwa muhtasari ujumbe wa kila sura, kuingiza ujumbe wa Qur'ani katika utendaji kadiri ya uwezo. Tuna mitihani ya darasa la 7 ambayo nadhani kuanzia kesho kutakuwa na program maalum hapa. Sasa ile mitihani inafanyika kule, lakini saa nyingine hakuna watu wa kwenda kufundisha. Lazima tuandae vijana wetu waweze kushiriki katika zile program. Wafahamu wajibu wao kwenda mashuleni atakapomaliza shule kwenda kufundisha. Na tunaweza kulifanya hilo mpaka tuandae hawa vijana, mpaka tuwalee katika mazingira haya. Mwisho, katika kusimamia programu hizi sasa ambazo tumeziangalia, ama programu hii kubwa ya malezi kwa ujumla, kamati ya malezi itatakiwa kuandaa utaratibu maalum utakaowezesha programu hizi ama programu hii kubwa ya malezi kwa ujumla na programu zile ambazo tumeziangalia ndani yake kutekelezwa kwa ufanisi. Nadhani kufikia hapa nitakuwa nimemaliza. Tumeitazama kwa ujumla programu ya malezi inatakiwa iwe vipi. Maana ni kwamba mwisho wa siku kama kila mmoja atakuwa ni mwenye kuwajibika kwa nafasi yake, kwa maana ya walezi, pia wale madada, kiongeza na wale viongozi wa vyumba na viongozi wa serikali na wanafunzi kwa ujumla, ni imani yetu kabisa programu hii lazima itatufikisha katika ufanisi. Kanwashauri watu wote tuliohudhuria hapa, kazi ya malezi sio kazi nyepesi, ni kazi nzito. Kuna changamoto mbalimbali zitatukuta katika kuwalea wanafunzi wenzetu, kuwalea madam school, kuwalea watoto wetu. Kwa hiyo hatuna budi kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani yeye ndio mlezi mkubwa kuliko walezi wote. Kwa hiyo katika kufanya hizi kazi sije kafika kipindi umepata changamoto ukasema bwana mimi sifanyi tena, maana watoto wenyewe hata wanyoko, watoto wenyewe hata wafanyi hivi. Kuna changamoto zitatupata, lakini hatuna budi kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalamu alaykum. Lakini unaondoka unaiaga shule hali ya kuwa unasikitika. Kwa wale walioko Olengo kwa mfano, analiwaza tu kidogo kwamba sasa mimi naondoka na muacha madamu wangu na muacha baba wangu itakuwaje? Kwa sababu amemisi mama yake mlezi shuleni. Haya ndiyo malengo tunayoyakusudia tunapokuwa katika shule hii, tunapoingia katika haya malezi. Sasa hili bado hatujaliona. Ndio maana tunajaribu kufika. Ndio maana tunajaribu kuhimiza kutumia watu wa kada tofauti. Kwa hiyo nitumie fursa hii kusema kwa utangulizi huu kwamba ni kwa idhini ya Mwenyezi Mungu mmechaguliwa kuwakilisha wengine katika swala la malezi, na kwa hivyo lengo la kukutana kwetu hapa sasa ni kupeana miongozo. Wawe ni mashuhuda kwamba nyinyi kama viongozi wa usimamizi mnajua nini kinatakiwa kifanyike. Lakini mbili, wapate nafasi ya kuwatumia vizuri katika ni kwamba sio muda mrefu hii mtakuwa ni walezi. It is soon you will become mothers.
waliomaliza mwaka ule mpaka usipungua wanne ambao wameshaolewa. Unawahesabia muda gani ili wawe walezi? Mnahesabia muda gani ili wawe walezi? Miezi, sio miezi. Yaani the moment anaingia anaanza kulea mtu mkubwa. Sasa ukishinda kumlea mdogo wako, time will come. Unatakiwa kumlea mtu. Umenielewa? Kwa hiyo tunasema, mmenifahamu vema? Kwa hiyo please sikilizeni yale atakayowasilishwa hapa, na tutoe ushirikiano mkubwa sana kati yetu sisi pamoja na walezi. Karibisha brother Hassan aweze kuwasilishia sehemu ya kwanza, tutakazia maarifa kidogo, na baada ya pale tutatoa nafasi ya kuchangia. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kama ambavyo mkuu wa shule ametangulia kusema, tumeanza kwenda na dhana hii tokea mwezi wa kwanza, na kama alivyosema mkuu wa shule, alhamdulillah kuna viashiria chanya vingi tu, lakini kwa sababu ni dhana mpya, iko haja ya kuwa tunakumbushana ama kuelekezana baadhi ya mambo ambayo yanaweza yakapelekea tukawa na ufanisi mkubwa zaidi katika kuendea hii program ya malezi. Kwa hiyo ambacho nitakiwasilisha mimi kama ambavyo inasomeka pale ni mwongozo wa program ya malezi. Mwongozo wa program ya malezi kwa shule yetu ya Kilimjiko Islamic Secondary School. Bila kupoteza muda, sifa zote njema zinamstahili Allah Subhanahu wa Ta'ala, muumba mbingu na ardhi na vyote vilivyomo, Bwana na mlezi pekee wa ulimwengu wote. Rehema na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahali zake, sahaba zake na wale wote wanaofanya juhudi za makusudi za kuuisha na kusimamisha Uislamu katika jamii. Lengo kuu la program ya malezi, kama nilivyosema, ni program ambayo tumeanza takriban miezi 7 hivi sasa. Lengo kuu la programu hii ni kuwawezesha wanafunzi wanaosoma katika vituo hivi kubadilika kitabia na kimwenendo katika maisha yao wanapokuwa hapa shuleni, lakini pia wakiwa majumbani wakati wa likizo na wanapokuwa nyumbani baada ya kumaliza shule. Lakini pia programu inalenga kuwajenga kuwa vijana wenye kujituma katika programu mbalimbali za Kiislamu katika jamii watakapomaliza shule. Haya ndio malengo, ama hili ndio lengo kuu la hii program ya malezi. Imelenga katika mambo hayo makuu mawili. Kwanza ni kuwawezesha vijana wetu wanaomaliza katika vituo kama Kilimjiko na vituo vingine kuweza kubadilika kitabia na kimwenendo. Na tunapoongelea kubadilika, maana yake hatumaanishi kubadilika tu ile kwa kuigiza kama ambavyo saa nyingine inaweza ikatokea. Tunatarajia mabadiliko haya yawe ni chanya, ambayo yatakuwa yameathiri katika maisha yao yote ambayo yamebakia. Lakini jambo la pili ni ile pale waweze kujituma katika program mbalimbali za Kiislamu katika jamii watakapomaliza shule. Wao ni watu ambao wanahisi wana deni la kutumikia Uislamu katika maisha yao yaliyobakia. Kwa hiyo lengo la kula program linakuwa ni hilo. Lakini kuna malengo mahususi. Kuna malengo mahususi ambayo yanaambatana na hii program. Lengo kuu mahususi la kwanza, kwa kupitia programu hii malezi, tunatarajia mwanafunzi aweze kuendea elimu kwa mrengo wa Qur'ani na Sunna. Aweze kuendea elimu kwa mrengo wa Qur'ani na Sunna. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia aweze kuishi kwa mujibu wa lengo la kuumbwa kwake, lakini pia aweze kupigania na kulinda hadhi yake ya ukhalifa kwa kutekeleza dhima na wajibu wake katika jamii. Programu inalenga katika hayo. Jambo jingine ambalo programu inalenga ni kumwezesha kijana wa Kiislamu anayesoma hapa mahususi nyingine. Lengo jingine ile pale kujiepusha na sifa za wanafiki zilizotajwa katika Qur'ani tukufu. Lengo mahususi jingine ni kuwezesha vijana wetu wanaosoma katika vituo vyetu
kuwa wasafi, wenye tabia nzuri, lakini wenye kuheshimu watu wa rika zote wanapokuwa shuleni, lakini pia pale ambapo wanakuwa nje ya shule. Hilo pia ni lengo jingine la programu hii ya malezi. Programu pia imelenga kuwawezesha vijana wetu kuweza kujitolea katika jamii kwa kufanya usafi katika mazingira mbalimbali, misikiti, mahospitali na maeneo mengine ya kijamii. Lakini pia kuweza kusoma adhkari mbalimbali kwa kuzingatia matukio na nyakati mbalimbali. Lakini pia programu imelenga kujenga ari ya kuuisha Uislamu na kusimamisha katika jamii kwa kufanya Mtume na Rasulullah kuwa ni viigizo katika kuyaendea haya. Lakini pia vijana wetu waweze kutembelea makaburi, magereza na hospitali, kata ambayo kwa kiasi kikubwa ukitazama jamii yetu ni kata ambayo inatoweka polepole. Kwa hiyo lazima tupandikize kata hiyo, utamaduni huo kwa vijana wetu, na tutafanya kama hatuna programu ambayo imelenga huko. Lakini jambo lingine ni lile pale vijana wetu waweze kufundisha masomo ya mazingira na maarifa ya Uislamu kwa lengo la kumwandaa khalifa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa ulimwenguni. Hilo pia ni lengo jingine la programu hii ya malezi. Pia imelenga kulingania Uislamu kwa kutumia mbinu tofauti tofauti kwa kuzingatia mazingira na teknolojia iliyopo. Program pia imelenga hilo kwamba ifikie hatua tuna vijana ambao wanatoka katika mazingira yetu ambao wanaweza wakafanya kazi ya dawa kwa kuzingatia mazingira, lakini pia na teknolojia tulionayo katika ulimwengu wa leo. Udhuru Uislamu. Kwa hiyo sisi kama walezi ni jukumu letu kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapotoka hapa wanakuwa ni sehemu ya harakati kubwa za kiulimwengu za kuishi na kusimamisha Uislamu katika jamii, na sio vinginevyo wakajikuta labda wametumia katika kudhuru ama kusimamisha Uislamu, kustopisha badala ya kusimamisha, kuufanya usiende mbele. Lakini pia programu imelenga kuwezesha vijana wetu waweze angalau kuwa na uwezo wa kulima vitu kama bustani ya mboga mboga wanapokuwa katika shule, katika mazingira ya shule, lakini pia na nyumbani. Leo tuna tatizo pia hilo. Kwa jumla, sasa programu yetu inaenda vipi? Changamoto ni zipi? Kuna matatizo ambayo labda sasa inatakiwa tuweke mikakati mingine, ama katika familia zetu kuna baadhi ya watoto ambao imeonekana labda ni chronic, sasa wanahitaji uangalizi wa kamati ama maamuzi mengine ya kamati na vitu kama hivyo. Ni jambo ambalo tutakuwa tunafanyia katika tathmini ya mara moja kwa mwezi ambayo itahusisha kamati ya malezi na walezi wote kwa ujumla. Hii ni upande wa tathmini. Katika zile programu zetu 6 sasa tutaangalia moja baada ya nyingine ya nini ambacho kimo ndani ya program na itakuwa ikiendewa vipi na kadhalika. Tunasema programu ya kwanza ni Qur'an. Katika programu ya Qur'ani, programu hii itahusu mafunzo maalum kutokana na aya ama sura zilizoteuliwa. Programu ya Qur'ani itahusiana na mafunzo maalum kutokana na aya ama sura zilizoteuliwa. Na kwa sisi tumekubaliana tutaanza na hizo juzu 3. Tutadili na hizo juzu 3 kwa maana ya juzu amma, tabaraka pamoja na katisama. Matarajio ni kumfanya mwanafunzi aweze kuwa na ufahamu mzuri wa mafundisho ya Qur'ani, pia aweze kubadilika kitabia katika mwenendo wa maisha yake ya kila siku awapo shuleni na akiwa nyumbani. Maana yake ni kwamba katika sura hizo 3 watatakiwa sio tu kwamba kuzihifadhi kwa matini yake, kuweza kwanza kusoma kwa matini, lakini watatakiwa kuzihifadhi, lakini pia juzu zote hizo 3 watatakiwa pia kusoma kwa maana ya tafsiri, watangamua mafunzo, lakini pia watatakiwa kuzitekeleza, na tutafanya tathmini kuangalia je, wanatekeleza yale mafunzo ambayo wamepata katika sura hizo, juzu hizo 3. Kipengele cha pili ni akhlaq. Kipengele cha pili katika programu yetu ni akhlaq. Programu ya akhlaq imelenga kumwandaa mwanafunzi anayesoma katika shule yetu aweze kuainisha vipengele mbalimbali vya tabia njema anavyotakiwa kuwa navyo kila Muislamu katika maisha yake ya kila siku. Matarajio ni kumfanya mwanafunzi awe na tabia njema katika maisha yake ya kila siku, hapo shuleni na hapo nyumbani, katika kipindi chote cha likizo na mara anapomaliza shule. Ndio malengo ya program. Kipengele ambacho kina mambo mengi kama tutakavyoona
na ndio kipengele ambacho kwa ujumla kitakuwa na tathmini kubwa zaidi kulinganisha labda na vipengele vingine. Vipengele vya tabia njema ni kama tunavyoviona pale. Kutakuwa na kipengele cha heshima. Katika heshima hapa tunakusudia mwanafunzi anayesoma Kilinjiko awe na mambo hayo. Awe na uwezo wa kusalimia, awe na uwezo wa kusalimiana na wenzake wakati wa kuamka, kuwasalimia wakubwa, kusalimiana, kupeana mikono kwa wanaostahiki, kuonyesha bashasha wakati wa kusalimiana, kusalimia unayemjua na usimjua, kupokea wageni na kuwasalimia, kuwasaidia mizigo, kuwakaribisha, kuwaelekeza mahali stahiki, kuwapa viti au kuwapisha wageni wakati katika sehemu ambayo anatakiwa wakae. Kiongozi yule dada wa familia anatakiwa atoe taarifa ya utekelezaji wa hilo, na mlezi anatakiwa asimamie, lakini pia tunaona pale mlezi siku moja anatakiwa angalau aweze kula na familia yake. Ni mambo ambayo tunatarajia yawepo katika programu yetu. Maana ni kwamba kama mlezi atafuatilia, lakini pia wale madada wa familia wakawa active, mwisho wa siku vijana watakuwa wamejiweka na hizi tabia katika adabu za kula. Katika akhlaq pia kuna kipengele cha utekelezaji wa ibada maalum. Utekelezaji wa ibada maalum. Katika akhlaq kuna kipengele hicho pia. Katika kipengele hichi kuna mambo matatu kwa ujumla. Kuna swala zima la kusimamisha swala 5 na swala za sunna. Kuna kutoa zaka na sadakati, lakini pia kuna kufunga mwezi wa Ramadhani na funga za sunna. Katika kipengele cha kusimamisha swala tunakusudia mwanafunzi aweze kujua kuswali kwa vitendo, lakini pia matamshi yote yaliyo katika swala aweze kuyatamka. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini kujua maana anayotamka katika kila kipengele cha swala. Anapotamka afahamu Allahu Akbar maana yake nini, sami Allahu liman hamida maana yake nini. Inasaidia sana katika kujenga ushui, lakini pia kufahamu kwamba pale anafanya nini, na kinyume na hapo maana yake ni kwamba mtu atakuwa anafanya mazoezi. Lakini pia kuwa na khushui, unyenyekevu, kwa maana unyenyekevu muda wote wa swala, kuswali tahiyatul masjid, kuswali sunna ya kablia, kuswali sunna ya baadia, kuswali tahajjud na witri kila siku, kuswali dhuha angalau mara moja kwa wiki na kadhalika. Haya ni mambo ambayo tunasema yapo katika kipengele hicho cha kusimamisha swala 5 na swala za sunna katika kipengele kile kikubwa cha utekelezaji wa ibada maalum. Kipengele cha pili nimesema kitakuwa ni kutoa zaka na sadaka. Hapa wanafunzi wanatakiwa afahamu sadaka ya mali na namna utoaji wake. Afahamu. Lakini pia afahamu sadaka ya vitu mbalimbali na namna ya utekelezaji wake. Kwa lengo la wanafunzi, zaka wanaweza kaisoma tu kinadharia, lakini utekelezaji wake wanaweza wakaja kutekeleza kwa baadaye. Lakini katika hii sadaka maana yake ni kwamba wanatakiwa wafahamu, wanatakiwa watoe sadaka. Kwa hiyo mlezi anaweza kana taratibu kabisa maalum kwamba katika kila kikao labda cha familia kuna kiwango fulani ambacho labda cha sadaka wanakuwa wanakitoa kwa ajili ya shughuli mbalimbali ambazo zitakuwa organized ndani ya familia, ama kwa ajili ya mambo mengine ambayo yatakuwepo na tukabili sisi kama jamii ya Kiislamu kwa ujumla. Katika kipengele cha kufunga mwezi wa Ramadhani na funga za sunna, kwanza inatakiwa wanafunzi wetu wafahamu maana, umuhimu na namna ya kufunga Ramadhani. Lakini pia kufunga sunna za Jumatatu na Alhamisi iwe ni sehemu ya maisha yao. Wafahamu kwamba ni muhimu kufunga sunna hizo. Lakini kufunga masiku matatu meupe katika mwezi, kufunga Ashura, kufunga Arafa, hizi ni funga ambazo ni muhimu kwetu sisi kama Waislamu. Watoto wanafunzi wazifahamu, lakini pia wazifunge. Kuswali baadia, kutoka msikitini bila ya ruhusa, kutoka msikitini kwa mguu wa kushoto na kuleta dua. Haya ni mambo ya msingi pia ambayo inatakiwa wanafunzi wetu wajengeke kwayo, wawe nayo adabu za msikitini. Kipengele kingine cha akhlaq ni hiyo hapo, adabu za kwenda haja. Hapa tunakusudia wanafunzi wawe ni weledi, lakini pia watekeleze hayo mambo. Adabu za kuingia na kutoka chooni, kutumia maji baada ya kujisaidia haja ndogo au kubwa, kutongea chooni, kusafisha choo baada ya kutumia, kunawa mikono baada ya kutoka chooni, kufanya usafi chooni mara kwa mara. Ni akhlaq ambazo ni matendo ambayo yanatakiwa wawe nayo katika
hicho kipengele cha akhlaki cha adabu za kwenda haja. Lakini pia tuna akhlaq, pia kutakuwa na kipengele cha uwajibikaji. Katika uwajibikaji hapa, mwanafunzi aweze kukamilisha kazi za darasani. Amepewa kazi na mwalimu, homework, aifanye. Awe responsible, afahamu kwamba ni wajibu wangu kukamilisha hii kazi ambayo nimepewa. Lakini pia kukamilisha kazi za nje, mfano usafi na kadhalika, ampangiwe eneo lake la usafi. Ni wajibu wake kuhakikisha kwamba anakamilisha hiyo kazi. Kuamka kwa wakati, kulala kwa wakati. Ni utaratibu wa kulala mfano saa 5, lakini utakuta mpaka saa 6 wanafunzi bado wanatembea na kadhalika. Inatakiwa ijengeke kwao, wafahamu kwamba anatakiwa nilale kwa wakati. Ni katika uwajibikaji. Ni sensa ambayo anatakiwa mtu awe nayo katika moyo wake. Na sio lazima walimu wapite kwa ajili ya kuwakurupusha labda waende kulala, ama walinzi wapite kwa ajili ya kuzima taa na kadhalika. Inatakiwa ni akhlaka ambayo kijana wa Kiislamu anatakiwa awe nayo, kwamba saa hizi ni muda wa kulala, anatakiwa niende nikalale. Lakini pia kuna swala la kutandika kitanda, kuzima taa bwenini wakati wa kulala na baada ya kuamka asubuhi, kutotupa taka bwenini, kufunga milango na madirisha kwa muda stahiki. Ni mambo ambayo tunasema yanajenga hali ya uwajibikaji kwa ujumla. Maana ni kwamba kama akijiweza kuyafanya hayo, yatamsaidia sana katika maisha yake. Maisha tulionayo yanahitaji uwajibikaji wa kiasi kikubwa sana. Sasa kama anashindwa mfano kuyatekeleza hayo, mfano anashindwa kukamilisha kazi darasani, kukamilisha kazi za nje, tunamtarajia vipi atapewa majukumu ya kijamii huko nje akayaweza? Kwa hiyo ni lazima tujenge hiyo sensi ya uwajibikaji kwa vijana wetu kwa ujumla. Namba 8 katika vipengele vya akhlaki ni kujiepusha na utovu wa nidhamu. Kujiepusha na utovu wa nidhamu katika akhlaki pia. Hapo kuna mambo mengi kidogo, takriban 12. La kwanza ni kupiga kelele darasani na maeneo mengine. Wanatakiwa wanafunzi wetu wajiepushe na hilo. Lakini pia kuna swala zima la kugombana, kuna kufanya uharibifu wa viti, meza, milango na madirisha. Na nyingine hapa, kila tukifunga shule wakati wa likizo, tukirudi kuna viti na meza zimeharibiwa, milango, madirisha na kadhalika. Ni mambo yanatokea mara kwa mara. Lakini pia kuna utovu wa nidhamu anayoleta mtu alifikwa na jambo gumu, dua ya kupiga chafya, dua ya kuleta na kupandwa na hasira, dua ya kumwombea aliyekufanyia jambo zuri, dua ya kuomba kuepusha na shirki, dua ya safari, dua ya kuvua na kuvaa nguo, kumswalia Mtume SAW asubuhi na jioni, adhkari ya kuomba msamaha na toba, dua ya kulipa deni, dua ya kuomba mvua, dua ya kuleta wakati mvua inanyesha, dua ya kuleta baada ya mvua kunyesha, dua ya mgeni kumwombea mwenyeji aliyemlisha chakula, kwa maana amefanyia faradhi lazima amwombee dua. Lakini kuna dua ya anaomba mgonjwa aliyekata tamaa, dua ya kuombea maharusi, watu walioana, kuna dua maalum ya kuombea, ni muhimu jamii yetu afaifahamu. Dua ya kupokelea sadakati na zaka, dua ya kuleta mwisho